Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Nayo furaha ya Bwana mchana wa leo kuwa pamoja nanyi katika ushirika huu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi ni mchungaji Paul Baraka kutoka ushirika huu wa Agano. Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa maana amenihifadhi na ameweza kunipa kibali kuwa nanyi katika neno siku hii ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipata salamu kutoka kwa mchungaji Harriet kwamba alikuwa hataweza kuwa hapa siku ya leo. Ilikuwa ni siku ya jana na kanisa hii nisimame kwa ajili ya neno la leo. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambaye umeweza kufika kwa ajili ya ibada ya siku hii ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Na kabla niendelee, nataka ninene maneno mawili ambayo nimeyasikia yakiongeleka hapa kutokana na ambaye amekuwa akitangaza. Bwana Yesu apewe sifa. Nitagusia katika neno lakini yamenigusa mahali na napenda nikushirikishe. Kama umelisikia tangazo na linakuhusu, hakikisha unalifuatilia. Amen. 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 Kama umesikia tangazo na linakuhusu, hakikisha unalifuatilia. Mkristo mtiifu ni yule anafuata maagizo. Bwana Yesu apewe sifa. Umetangazwa maombi ya Ijumaa jioni hapa, ndivyo ama sivyo? Kuanzia saa 12 hadi saa ngapi? Hadi saa ngapi? Hadi saa 2. Wangapi wanakuja hiyo maombi? Ni sawa. Hao watumishi wangapi wanakuja? Hao watumishi juzi mlikuwa? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Lengine kumezungumziwa kuhusu morning glory, ndivyo ama sivyo? Ndivyo ama sivyo? Wangapi wanajua morning glory ni nini? Maombi ya alfajiri, si ndio? Tumeambiwa yanaanza saa ngapi hadi saa ngapi? Saa 11 hadi saa ngapi? Hadi saa 1 asubuhi. Jumapili iliyopita nani alikuja? Wacha ya leo. Jumapili iliyopita nani alikuja? Jumapili ya leo nani amekuja morning glory? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nimewaunderscore. Mimi Jumapili iliyopita kulikuwa na blackout, mimi nilikuwa peke yangu. Leo nikaja saa 11 nikatoka saa 12:30. Bado hakukuwa na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Unajua natoka mbali, jiulize kwa nini nimefika kwa morning glory. Amen. Na hii morning glory ni ya kila mtu, haina watu maalum iliyopangiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Narudia nikisema, kama tangazo linakuhusu, hakikisha unalifuatilia. Twendeni kwa neno la leo. Bwana Yesu apewe sifa. Kama nimekukanyaga vidole, jirekebishe. Bwana Yesu apewe sifa. Ujumbe wa leo unasema kizuizi cha mema yako ni wewe mwenyewe. Ujumbe wa leo unasema kizuizi cha mema yako ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninarudia nikisema, majina yangu ni mchungaji Paul Baraka kutoka ushirika huu wa Agano. Niko nayo furaha ya Bwana kulileta neno la Mungu kwako mchana wa leo. Bwana Yesu apewe sifa. Kizuizi ni nini? Kizuizi ni kisababishi ama ni kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe kukosa kupata kitu fulani ama kufikia lengo fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo kama kitu kimesimama kwako, kimekuwa pingamizi kwako, kimekuwa sababu kufikia lengo fulani, hicho kwako wewe kinakaa ni kizuizi. Na mema ni mambo gani? Mema ni mambo mazuri. Mema ni mambo ya kupasayo kuyapata kwa wakati au kwa majira fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Isaya mlango wa 1 mstari wa 19 inasema, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema kama mkikubali na kutii. Kama ni kukubali, tayari tulimkubali Kristo na tuko katika nyumba ya Mungu. Ina maana tuko katika njia ya sawa. Amen.
kama mkikubali na kutii. Na kama tayari tulikubali Yesu na sisi tuko katika nyumba ya Mungu kama watu tuliookoka, kilichobaki ni sehemu ya pili, kutii. Amen. Kutii ni kufuata maagizo kama yalivyotolewa ama kama yalivyoelekezwa kuyafanya. Huko ndiko kutii. Bwana Yesu apewe sifa. Nikikwambia niletee kitu fulani na usikilete, kwako wewe umekosa utiifu. Nikikupatia maagizo ukikosa kuyafuata, wewe umekosa kuwa mtiifu. Bwana Yesu apewe sifa. Na haya ndiyo mambo ambayo kwetu sisi yanakuwa changamoto. Amen. Ayubu akawa anajibiwa siku moja na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa ameenda kumtembelea. Haleluya. Na rafiki yake huyu akaenda akanena naye maneno. Haleluya. Alipokuwa anaongea naye katika Ayubu mlango wa 22 mstari wa 21, alikuwa anaitwa Elifaz. Akamwambia Ayubu, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Amen. Alipokuwa anamwambia mjue sana Mungu, alikuwa anamaanisha kwamba si kumjua Mungu tu, bali ile sana iliyokuwa imewekwa pale ilikuwa inaonyesha kule kumjua Mungu kuonekane ndani ya mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna tofauti ya kusema nimeokoka na kwamba mimi ninajijua ya kwamba nimeokoka na maisha yangu yanamwishi Yesu ambaye nilimkiri kwamba aliniokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ndiyo sababu kuna mahali Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake na akawaambia, kama neno langu likikaa ndani yenu na mkiishi kama hilo neno, basi mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Hakusema wanafunzi wangu, aliongeza neno akasema kweli kweli. Akisema kweli kweli na maanisha nini? Ndio maana tunasema ya kwamba kuna Mkristo anaweza akawa ndani ya kanisa lakini hakui. Amen. Muulize jirani yako, unakuwa wewe hapo unafanya kufura? Unajua kuna Wakristo wengine hawakui, wanafanya kufura. Unafura vipi? Kwa kuona kana kwamba wanawiri lakini ndani yako hakuna kitu. Jana yako na leo yako na kesho yako hatuwezi kutofautisha. Hata ukiwa katikati ya watu wenye hawajaokoka, hatuwezi tukasema hapo kuna mtu ameokoka, hatuwezi sema. Bwana Yesu apewe sifa. Na kule kumjua sana Mungu ni kule kuenenda kama Mungu mwenyewe anavyotaka. Ndiko kumjua sana Mungu. Kule kutembea kama neno linavyosema ndiko kumjua sana Mungu. Si kumjua tu Mungu katika kanisa, hapana. Ndio maana unaweza kukuta kuna watu wako ndani ya kanisani miaka nenda miaka rudi, lakini kuna vitu viko ndani yao wamebeba ni kana kwamba ni vyao, na tofauti bado haijaonekana, maana maisha anayoishi hayajatofautiana na ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu alikiri ya kwamba anaziacha dhambi, anamwacha shetani na kazi zake zote. Paulo akasema, sisi tulio katika nyumba ya Mungu tumeifia dhambi, tumeyafia matendo maovu, lakini ufunuo ukanijia, kuna wengine waliyafia tena baadaye wakayafufukia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na wacha nikwambie kitu kimoja, siku utakapoona watu wanatembea katika njia alafu waambiwe wale ni vijana wa agano, wameokoka kweli wale, lakini yule sidi yule washakuharibia jina lako, tena basi afadhali watakokuwa wanaongea hivyo wao ni watu wenye wameokoka. Kama ni mataifa ni hatari zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama tutaonekana tuambiwe wale ni wazee wa agano, ndio wanashiriki mahali pale, ndio wale wazee wameokoka, wanamjua Yesu, lakini mzee fulani pale wakishaweka lakini imeonekana doa ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ipo haja ya sisi kuangalia ni maisha gani ambayo Bwana ametuitia na ambayo amependa sisi tukaweze kuishi katika nyumba yake. Kama ni tuyafurahie mema ambayo Bwana amemwekea yule ambaye yuko katika nyumba yake, kwa njia ya kwamba katika hayo mema ndio Mungu amemwekea mwanadamu, tutafanyaje ndio tuweze kuyafurahia yale mema? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kumjua Mungu sana ni kutii sauti ya Mungu katika roho kupitia na neno lake. Kumjua sana Mungu ni kudumu katika maombi
Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 17 inasema ombeni bila kukoma. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Bwana anasema ombeni bila kukoma, ina maana ya kwamba maombi haya hayana kikomo. Maombi haya yanastahili kwamba yawe maombi endelevu katika wokovu wako. Ujue ya kwamba mimi nimepaswa kuwa mtu wa maombi. Nikaongea siku moja hapa nikasema, utakapokuwa Mkristo muombaji, utakuwa Mkristo mwenye nguvu za kiroho. Hakuna vile ataomba mtu mwingine nguvu uipate wewe, haiwezekani. Ni kwako na ni kwako tu. Ukiwa mwombezi ama ukiwa mtu kupenda maombi, utakuwa na nguvu ya kiroho. Ukikataa maombi, ukichukia maombi, ukikwepa maombi, utapungukiwa na nguvu za kiroho na utaweza kwenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wiki hii walijinyima angalau siku moja tu wakamtafuta Mungu? Usiangalie wenzako, niangalie mimi. Angalau siku moja tu ulijinyima kwa ajili ya maisha yako ya kiroho. Yuko mtu? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Sawa, hukujinyima. Leo asubuhi, sizungumza habari. Leo asubuhi ni nani ambaye alipoamka kabla asuka kwa kitanda ameomba? Leo asubuhi. Leo asiseme jana majuzi, leo asubuhi. Leo nasema yani ulipoamka kwa kitanda umeomba ndio ukashuka. Leo asiseme jana, leo tu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na jana jioni je, ulipokuwa unalala? Yaani hapa kuna kitu nataka nikwambie. Lazima uwe na maamuzi kuhusu maombi yako. Lazima uwe na maamuzi kuhusu kuomba kwako. Maana usipokuwa na maamuzi na mpangilio kuhusu kuomba kwako, utashtukia umekuwa kitupu na una kitu, maana unajiona kama uko sawa kila wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Unapokuwa na shughuli nyingi sana, hata kama utapitia vipindi gani, inapofika jioni kuwa na maamuzi kwamba uombe ndio ulale. Usipokuwa na hayo maamuzi hutaomba. Bwana Yesu apewe sifa. Ati unaenda ndani ya chumba, ati unajipanga vizuri, ati unazima taa, ati unajifunika siti, ndio Bwana nakushukuru, Bwana nakushukuru, Bwana nakushukuru, Bwana nakushukuru, oh Bwana nakushukuru. Wapi na wapi? Kuna kitu. Na hivyo ndio tunafanya. Asubuhi imefika, unafanya nimechelewa, huyo unaenda mbio nje. Na ndio umeanza shughuli zako za siku mpaka jioni. Usipokuwa na uangalizi wako wa kiroho, kuangalia kujua ni nini unafanya katika ulimwengu wa maombi, utakuja kushtukia hakuna kitu kabisa ndani yako. Maana kama kuna silaha Shetani anaipenda kuifamia, ni silaha ya maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Sehemu nyingine ya kama ni kumjua Mungu sana, ni ujaribu tunda la Roho lisipungue maishani mwako. Bwana Yesu apewe sifa. Tunda la Roho lisipungue maishani mwako. Uishi maisha ambayo yanalingana na matunda ya Roho Mtakatifu. Upendo upatikane ndani yako, upole upatikane ndani yako, kiasi kipatikane ndani yako, kweli ipatikane ndani yako, amani ya Mungu ipatikane ndani yako. Utakuwa katika njia ambayo mbele za Mungu imependeza. Kama kuna mema Bwana amependezwa kwamba yaweze kukufikia, nataka nikwambie hayatapungua neno lolote, yatakufikia kwa sababu ndani yako kutakuwa na moyo wa Mungu ambao utakuwa unanena wema wako na kile chenye Mungu amekiweka ndani yako kitakachokuwa dhahiri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ayubu wakati alipokuwa anazungumziwa, wakati wana wa Mungu walipoenda kujihudhurisha kwa Mungu, Mungu akaona Shetani ameenda katikati yao. Na Mungu akamuuliza Shetani neno gumu sana, akamwambia, "Umemwona mtumishi wangu Ayubu huko duniani? Maana hakuna mwingine kama yeye." Ayubu alikuwa ametambulikana na Mungu kwa tabia 4. Tabia ya kwanza, alikuwa ni mtu mkamilifu. Hiyo ni katika Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 8. Jambo la kwanza, alikuwa ni mkamilifu. Jambo la pili, alikuwa ni mwelekevu. Jambo la tatu, alikuwa mwenye kumcha Mungu, na la nne, alikuwa ni mtu mwenye kuepukana na uovu. Bwana Yesu apewe sifa. Mbele za Mungu akaonekana ni mtu ambaye alikuwa amekamilika. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwa hivyo katika mambo ambayo yanasababisha kuwa na ukamilifu, nataka nikwambie ya kwamba moyoni mwako inakupasa ukaweze kutembea katika njia ya Mungu, ili Mungu mwenyewe akaweze kujitukuza katika maisha yako. Kama mema ni yatufikie, lazima tujiweke katika njia ya sawa inayotoshana na mwongozo wa Mungu, ili Mungu apendezwe na maisha yetu, ndio aachilie mema yake kwenye maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Yakobo 4 fungu la 7 linasema, mkimbieni shetani naye atawakimbia, mkaribieni mimi nami nitawakaribia ninyi. Bwana Yesu apewe sifa. Unapoendelea kusongea kwa Mungu, naye Mungu anazidi kukukaribia. Unapoendelea kumkimbia shetani, naye shetani anazidi kukukimbia. Unajua ni kwa nini shetani atakukimbia? Ni kwa sababu unapomkaribia Bwana, shetani hawezi kumkaribia Mungu. Nguvu ya Mungu ambayo itakuwa ndani yako haiwezi kustahimiliwa na shetani. Hivyo unakuwa katika himaya ambayo kama ni moto wa Mungu unakuwa mwingi, unawaka kukuzunguka. Shetani anatamani akufikie, lakini nafika mahali anasimama, anaona yale maeneo ameingia siwezi fika, labda nikifika maeneo yale naweza hata nikaangamia, wacha nisifike yale maeneo. Hapo ndipo wewe umeingia katika himaya ambayo Mungu mwenyewe anapendezwa nayo, kwa sababu ndani yako umeachana na vitu visivyotoshana ama kupatana na mwongozo wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mema ambayo tunayatafuta, mema ambayo yanafaa kutujia, kuna ulinzi. Mema ambayo yanafaa kutujia, kuna uzima, kuna afya, kuna mali, kuna ufanisi, kuna kuinuliwa kihuduma. Bwana Yesu apewe sifa. Haya yote ni mema ambayo yanafaa kukujia kama mtu uliyeokoka. Lakini swali ni mambo mangapi ambayo umeyafurahia wewe kama mtu uliyeokoka? Bwana Yesu apewe sifa. Ni vitu vingapi umevifurahia kama mtu uliyeokoka? Ni ufanisi wa aina gani ambayo unaweza ukasimama ukasema, kwa hili Bwana amejitukuza maishani mwangu? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu haombi, kuna mtu hasomi maandiko, kuna mtu hata ndani yake hakuna hofu ya Mungu, na bado unaomba mema ya kufikia. Yatakufikia vipi? Hayawezi kukufikia, maana bado katika mwelekeo ambao umetembea Mungu hajatoshana na kuona ya kwamba ndani ya mtu huyu kuna kile ambacho kimestahili mimi Mungu, ili niweze kumpa kile ambacho anataka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Luka 5:28 kinasema, alipomwona Lawi ameketi forodani, akamwita akamwambia, nifuate. Biblia inasema akaacha vyote akamfuata Yesu. Amen. Amen. Kama yeye aliacha vyote, je, wewe umeacha vyote? Muulize jirani yako, umeacha vyote ama vingine ulibeba? Muulize jirani yako, uliacha vyote ama vingine ulibeba unatembea navyo? Umpe nafasi ya kujibu, simuulize tu alafu mwache hivyo hivyo. Kuna wengine wameficha vingine. Haleluya. Haleluya. Kuna vitu ambavyo tunaona kana kwamba tuko sawa sana na tuko vizuri, lakini ukweli ni kwamba hatujatoshea katika ule mwongozo ambao Bwana anataka tuwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama unatamani upokee kile ambacho unaomba, swali ni, je, unaomba inavyokupasa? Je, unaishi kama inavyokupasa? Amen. Na je, watoa jinsi inavyokupasa kumtolea Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Luka 6:38 inasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kiasi kama hicho kitajazwa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndivyo watu watakavyowapa vifuani mwenu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nataka nikuulize swali. Je, ushawahi kukusudia kumtolea Mungu siku moja? Ama unamtolea Mungu masalio ya sukari ulienda kununua dukani? Hujapanga kumtolea Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mwingine akipata fungu lake la 10 mpaka aanze kufikiria mwanzo, yaani zote hizi basi nipeleke madhabahuni. Wacha nikwambie, fungu la 10 la 1,000 si 100. Si hivyo? Kama 100, kama hizo 900 hasikukutosha, hata hiyo 100 pia haitakutosha. Amen. Wale Waislamu huwa wanasema, kama hukutosheka kwa vilivyokuwa kwenye sahani, kwa kujiramba vidole bado hutashiba.
Amen. Vilivyokuwa kwenye sahani ni zile nyingi ambazo tumebaki nazo. Kama ni 10,000 ulikuwa ni utoe moja, kama zile 9 hazikukutosha, hata hiyo moja pia haitakutosha. Amen. Na utakuwa unajiongezea matatizo, kwa sababu hayo matoleo ya fungu la 10 hatutoi, tunalipa, maana ni sharti na ni sheria ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndiyo ulinzi wako, hiyo ndiyo afya yako, hiyo ndiyo kila kitu, maana hapo unalipa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama namwibia Mungu, nastahili kupokea kweli? Na kama nalia sipokei na sitoi, je, inaendaje? Bwana Yesu apewe sifa. Nimetangulia kusema ya kwamba kizuizi cha mema yako ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Maisha ambayo umetamani kuyaishi, ishi kama Bwana anavyotaka, ishi kama Roho anavyokuongoza, ishi kama Mungu anavyosema. Ishi namna hii mwanangu, ishi namna hii kijana wangu, ishi namna hii babangu, maana katika kuishi huku Mungu wa mbinguni anatukuzwa katika hilo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu unaweza kuona wako sawa sana katika nyumba ya Mungu, naweza ukaona wanaendelea vizuri sana katika nyumba ya Mungu, lakini nataka nikwambie ya kwamba maisha ambayo tunayaishi ni tusichoke kutenda mema katika nyumba ya Mungu. Haijalishi tunapitia majira gani, haijalishi tunapitia mwelekeo gani, tusichoke kutembea na Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wana tabia ya kuwazungumza watu wengine. Amen. Amen. Kiketi watu 2 au 3, dakika 5 ni nyingi, mshaanza kuwazungumza wengine. Amen. Kuna watu wa jinsia fulani, hiyo huwa tabia yao, sitaki kuwataja. Amen. Amen. Kama uko namna hiyo, hiyo njia si njia nzuri. Amen. Kwamba kila mahali pako mtaje mtu mwingine, bila kumtaja mtu mwingine unasikia uko sawa. Hapana, sio katika mwongozo wa Mungu, maana hilo si tunda la Roho. Tunaambiwa tuwe na kiasi hata katika kuongea kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Mema yako yatakujia kama utasimama katika njia ya sawa, kama utadumu katika pendo la Mungu, kama utadumu katika njia ya Mungu. Yale mema ya Mungu hayatapungua lolote katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na watu wengine mko hapa lakini ni wachoyo sana. Jirani amekuja kuomba chumvi, azirekare befisho mwenye wa shilingi 10 tubekagula kwa dukani. Amekuja tayari, basi hivyo chumvi shilingi 10 tu hanunue. Unajuaje kwamba kwa kumpa yeye ndio chumvi kwa nyumba yako haitapungua? Bwana Yesu asifiwe. Na niangalia vibaya, maana ni wewe unayeniangalia. Nimekuona. Ni wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kiberiti ni shilingi 5. Lakini kuna watu, na unajua kuna watu, hao watu ukiwa karibu na wao, jifundishe kuwazoea na kuwaelewa, maana hapo ndipo kwenye baraka zako. Nisikufiche mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Saa zingine huwa nasumbuana na mama mchungaji. Bwana Yesu apewe sifa. Mke wangu simama. Bwana Yesu apewe sifa. Mara zingine ananiambia, "Mbona chumvi imeisha haraka hapa?" Na ananiambia, "Tukienda kununua sahihi, tukanunue mifuko 3 ili ya kilo 2 ndio wakija wasikose kabisa hapa ndani ya nyumba." Keti. Bwana Yesu apewe sifa. Siniuje nikwambie sina na niko nayo. Maana nikwambia sina atakuwa na kudanganya. Ninayo lakini ni yangu ya kutumia. Sasa na wanunulia paka yao wakija wasikose. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Jifundishe kumpendeza Mungu katika mambo madogo, maana kama katika madogo utashindwa, katika makubwa hutafika kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama 1,000 na kushinda kutoa fungu la 10, Mungu hawezi kukuamini 10,000 wala 100,000. Anajua ya kwamba wewe ni mmoja katika wale waizi. Hawezi kukuamini. Lakini ukiwa mwaminifu katika madogo, hata katika yale makubwa pia utakuwa mwaminifu. Kwa sababu gani? Ndani yako kutakuwa kumejengwa mazoea ya kwamba lazima nilipe kwenye madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa.
Kuna maisha unaishi unajionekana kwamba uko sawa, lakini Mungu anakwambia mwanangu, mbona umelegeza kamba kwenye maombi? Mungu anakwambia mwanangu, mbona umelegeza kamba katika kufunga? Mungu anakwambia mwanangu, mbona katika njia hii unakaa mlegevu? Bwana Yesu apewe sifa. Maisha yako unavyoangalia wewe ndio unayajua vizuri. Natamani nikwambie ya kwamba jiweke sawa na Mungu katika maisha yako. Tunda la mwili lisipatikane maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe katika njia ya sawa, ili hata shetani akitaka kutushitaki apate tumesimama katika njia ya sawa. Ili shetani akitaka kupeleka mashtaka apate ya kwamba wewe upo katika njia ya sawa. Kwamba akitaka kupeleka malalamishi kukuhusu, hakuna cha kunena kukuhusu, maana wewe uko katika njia ya sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tusichoke kutenda mema katika mioyo yetu na katika maisha yetu. Yale mema, ule utajiri, ule ufanisi ambao tunaweza tukauzungumzia mara kwa mara, kule kuinuliwa tunako kutamani kwa malaika ningefika mahali fulani, lazima tuwe tumejiweka sawa na Mungu wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kusudia ndani ya moyo wako, kama ni kuja katika nyumba ya Mungu, unakuja kufanya nini kwa ajili ya Bwana? Ni nini umebeba kwa ajili ya Bwana? Kusudia ndani ya moyo wako. Ninyi wa mama mtakuwa mashahidi. Ni dawa gani dukani nauza shilingi 50 ya mtoto? Iko kweli? 50 ya mtoto ile inaandikwa kule hospitali. Iko? Si ile chini shilingi 100. Si ndio? Lakini katika ule uchache wako, ni lini moyo kufikiria ni nini hiki chenye naenda kumtolea Bwana kwenye nyumba yake? Bwana Yesu apewe sifa. Natamani jambo hili liingie katika maisha yako na uwe na maamuzi mazuri, maana utakapokosa kuwa na maamuzi mazuri tutabaki hivi tulivyo. Amen. Amen. Tutakuja Jumapili tuingie ndani kwenye jengo la kifahari tukifanya ibada na kumwabudu Mungu, lakini tutabaki vile tulivyo, maana mioyo yetu haijakaa kama moyo wa Mungu unavyotaka hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Simama katika zamu yako, sehemu nyingine mwachie Mungu uone atafanya nini. Bwana Yesu apewe sifa. Kama amekwambia toa, toa kwa moyo mkunjufu. Kama amekwambia omba, omba bila kukoma. Kama kuna maagizo umepewa, fuata maagizo kama ulivyopewa. Na Mungu wa mbinguni akiona utiifu wako, Mungu huyo huyo ndiye atakayesimama na wewe. Haijalishi ni magumu gani, haijalishi ni mapito ya jinsi gani ambayo wewe utakuwa unayapitia. Ninachotaka kukwambia mchana wa leo ni kwamba Mungu wa mbinguni ana kitu amependa kukifanya katika moyo wako, lakini anauangalia moyo wako. Je, moyo huu wa Mungu, wa huyu mtu wangu umelingana na mimi? Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema moyo wa Daudi ukamlingana Mungu. Na maana ya kwamba Mungu alimwangalia Daudi na akaona ndani ya Daudi kuna ule moyo ambao ulikuwa umefanana naye, na akasema huyu ndiye anayetosha kuwa mfalme wa Israeli. Japo katika utoto wake, japo katika udogo wake, japo katika uchache wa maneno yake, bado Mungu akamchagua. Kwa nini? Ndani yake kilionekana kitu kisichokuwa cha kawaida. Amen. Ndani yake kulionekana kitu kisichokuwa cha kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Maisha yako, mwenendo wako, tabia yako, wacha imwelekee Mungu. Maisha yako yapendeze mbele za Mungu. Moyo wako mwelekee Mungu, na Mungu mwenyewe atatukuzwa katika maisha yako. Utasoma kitabu cha Wagalatia. Soma kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 kuanzia mstari wa 22. Wagalatia 5 mstari wa 22. Mstari wa 22 inasema,
Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo, endelea. 24. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Amen. Rudi mstari wa 18 hapo juu, tuangalie matendo ya mwili. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Ndio. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tulikuwa tunaangalia tunda la Roho na matendo ya mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Tamani sana tunda la Roho balo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, pole, kiasi. Mambo haya yaandamane nawe katika wokovu wako. Tamani vitu hivi viandamane nawe katika wokovu wako, maana itakuwa inadhihirisha kwamba ndani yako kuna kuongozwa na Mungu. Na matendo ya mwili ambayo ametajwa kama uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Nataka nikwambia kwamba tamani kabisa mambo haya uepukane nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Moyoni mwako unavyojiangalia, moyoni mwako unavyojiona, moyoni mwako unavyoenenda kila siku, unajua ni mapungufu gani ambayo uko nayo, unajua ni tendo gani la mwili ambalo linakuhangaisha, unajua kama ni maneno mengi yanakuhangaisha. Hapo amesema na mambo yanayofanana na hayo. Unajua wewe ni tabia gani ambayo hiyo mbele za Mungu imekuwa chukizo. Unajua wewe kama ni mwelekeo gani ambao mbele za Mungu umekuwa chukizo. Unajua wewe ni kuishi kwa namna gani ambako mbele za Mungu kumekuwa chukizo. Unajua wewe ni maisha ya namna gani unayoyaishi ambayo kufikia sasa Mungu hana furaha na wewe. Ninalotaka kukwambia ni kwamba jiangalie moyo wako, na moyoni mwako ukaone ni nini chenye Bwana amependa ukaishi kwacho, na ukageuke na ukaweze kumshia Mungu maisha yale ambayo ni ya kupendeza machoni pa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua sisi watu tulio katika nyumba ya Mungu, mambo yetu yanakuwa madogo, lakini katika ule udogo ni kama tunayadharau ama tunakosa kuyaangalia kwa undani, tunakosa kuyachunguza. Unasema basi hii peke yake kwani ina shida gani? Amen. Hii 100 nayo kwani lazima itolewe fungu la 10? Kwani nikikosa ibada leo kwani kuna shida gani? Nani aliyekwambia kuna shida? Shida iko ndani yako wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Siku moja nikasikia mtu mwingine anasema sitaenda mimi kwa hiyo mazoezi, kwani watanifanya nini? Nikamuuliza akina nani wakufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie ya kwamba wokovu ni wako. Wokovu hauna share na mtu. Hauna. Bwana Yesu asifiwe. Hauna share na mtu wokovu. Na kwa sababu hauna share na mtu, kila ambacho kinakuja kwako, hata kama wengine watakifaidi ni kwa kiasi, si kama wewe ambaye kitakuwa ni chako. Amen. Amen. Si utafanya kuwapunguzia, lakini vyajaa wapi? Kwa kikapu chako. Bwana Yesu apewe sifa. Utahudumiwa, utapokea utakacho, lakini ujue hata huyo kwa kukuhudumia hata ndio anazidi kuongezewa nguvu ndani yake. Haleluya. Kwa nini nayasema maneno haya? Tutamani sana mioyoni mwetu kumpendeza Mungu kuliko kuwapendeza wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Tutakapokuwa na hayo maamuzi maisha yetu, Mungu wa mbinguni atatuangalia na ataona watu hawa nimependezwa nao katika maisha yao, basi wanastahili kukipokea kinachowapasa. Bwana Yesu asifiwe.
Na kwa sababu unastahili kupokea kinachokupasa, hakuna vile utaomba maombi yako yazuiliwe. Hakuna vile utaomba ukose kupokea. Hakuna vile utaomba uone kuchelewa kupata jibu lako. Biblia imetuambia tusizimie roho, tuenende kama vile Bwana anataka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nimalize kwa kusema ya kwamba kama umefika hapo juu, nikisema juu namaanisha kama umefika pale ambapo Bwana anataka uwe kwa ajili ya mwenendo wa maisha ya kiroho, tamani ubaki hapo juu, usishuke chini. Amen. Amen. Kama ni maombi yaliyokufanya ukafika hapo, hayo maombi ni yasipungue. Amen. Kama ni kwa njia yote iliyokufanya ufike hapo juu, kwa njia hiyo, maadamu ni ya kumpendeza Mungu, njia hiyo isikome katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama unang'ang'ana kufika maana hujafika, wang'ang'ana kuomba, wang'ang'ana kuwa mtifu, wang'ang'ana kwamba ujaribu kufuatisha neno la Mungu kama linavyosema, lakini unakuwa na majira magumu, unavyong'ang'ana mpaka ukifika pale, jitahidi ubaki hapo juu. Bwana Yesu apewe sifa. Jitahidi ubaki hapo juu. Bwana Yesu apewe sifa. Utakapolegeza mwendo ukiwa pale juu, mapungufu yataonekana katika maisha yako. Kushindwa kutaonekana katika maisha yako. Mambo yasiyo ya kawaida yataonekana katika maisha yako. Mapigo ama magonjwa yanaweza yakakuandama. Labda unasema mimi siumwi, sina shida yote, ni sawa, lakini je, akiandama mumeo umepatikana ama hujapatikana? Akiandama mtoto wako umepatikana ama hujapatikana? Pia wewe hakuwezi, maana wewe una maombi ni sawasawa na mtu anayependa kula. Hakuwezi. Lakini je, akipiga mtoto utakuwa na amani? Hutakuwa na amani. Akipiga bibi utakuwa na amani? Hutakuwa na amani. Kwa hiyo ukifika pale juu katika ile hali ya kwamba unataka na umefika kiwango cha kumpendeza Mungu, na hapo unaona kabisa kwamba Mungu amependezwa na mimi, nikiombacho ninakipata, ninachokihitaji kinanifikia, tulia hapo juu. Bwana Yesu apewe sifa. Usiache kuomba hata utakapofika pale juu. Usiache kumtumikia Mungu hata utakapofika pale juu. Maana kile kilichokufikisha pale juu, utakapodumu kwa hicho, ndio utadumu hapo juu. Bwana Yesu apewe sifa. Utakapokosa kukifuatilia kile kilichokufikisha hapo juu, basi hapo juu hutapakaa na utakuwa na sababu ya kushukishwa, kwa sababu ukija ukiachwa wazi na shetani apate nafasi ya kukupiga, utafanya kuona umeteremuka, hutajiona utakavyokuwa ukiteremuka. Utafanya kujikuta huko chini. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Usizimie roho hata kama kukoje. Najua umetamani maisha ya kufanikiwa, umetamani maisha ya kubarikiwa, umetamani maisha ya kuendelea mbele, umetamani maisha ya kuinuliwa, lakini nataka nikwambie mchana wa leo, tamani kusimama na kuenenda katika njia ya Mungu. Hayo mema yatakujia. Amen. Tamani kuwa mtiifu mbele za Mungu. Hayo mema yatakujia. Tamani kuenenda kama Mungu anavyotaka. Hayo mema yatakujia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tumezungukwa na wingu la mashahidi katika dunia. Watu ambao hawajaokoka wanatuangalia maisha yetu, wanaangalia mienendo yetu, wanaangalia tabia zetu. Swali ni, wanapokuangalia wewe, wanamtukuza Mungu ama wanachukia wokovu? Wanapoangalia mwenendo wako, wanamtukuza Mungu ama wanatamani kuokoka, ama wanatamani kujiunga na ushirika, ama wanasinywa na wokovu? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Jiangalie moyo wako, jinsi unavyoishi mchana wa leo. Unajijua vyema zaidi ya vile ninaweza nikakujua. Na yuko Mungu wa mbinguni ambaye hata ukijificha bado yeye anakuona.
Bwana Yesu apewe sifa. Mithali ya Sulemani inasema katika Mithali mlango wa 3, nafikiri ni fungu la 3, nasema macho ya Bwana yako kila mahali yakimwangalia mbaya na mwema. Bwana Yesu asifiwe. Tamani sana katika maisha yako kuishi maisha ambayo mbele za Mungu yamependeza. Kama ziko chembe ambazo unaona hizi zimekuwa vizuizi, zimekuwa changamoto kwako wewe kukutana na Mungu, wewe kukutana na baraka zako, wewe kukutana na muujiza wako, achilia hizo vitu na ukatembee katika njia ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni uongo, wacha. Kuna watu hawezi maliza siku moja bila kudanganya. Siku moja hawezi maliza bila kudanganya mtu, hawezi. Kama wewe ni muongo, achana na uongo. Kama ni mchoyo, achana na uchoyo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nimekutaja, nimekota kidole, na kama ni wewe siwache basi. Wacha uongo, tembea katika kweli. Kwani utafanyika nini ukizungumza ukweli? Mbona udanganye mahali hapaja kupasa kudanganya? Mbona uwe mchoyo na Mungu amekubariki hata kama ni kwa kiasi? Amekuona unaweza, ndio maana huyo mtu akaelekezwa kwako. Mpe. Biblia inasema maskini hawatakoma katika nyumba yako. Wajapo kuwapo hao maskini, wapo kwa ajili yako. Nimetangulia kukwambia ya kwamba naweza ukaona ni kama ni kitu cha kuchukiza, lakini wajuaje kwa wao kuwa majirani zako ndio vitu vyako haviishi kwa nyumba yako? Bwana Yesu apewe sifa. Usisinywe wala usione vibaya. Mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Simama katika njia ya Mungu, tembea katika kweli ya Mungu. Haki ya Mungu na itawale maisha yako. Alafu sehemu nyingine mwachie Mungu wa mbinguni afanye kazi yake. Simama kwa miguu yako. Tusimame. Tanda kuimba wimbo on the melodies. Nataka mtongoze kwa wimbo unasema, Mungu wa uzima, moyo wangu akutamani, hata kama mambo ni makubwa najua unaweza. Sasa kila mtu akaweze kuyatafakari maisha yake na Bwana. Unajijua vizuri maisha ambayo umekuwa ukiyaishi. Unaujua mwenendo ambao umekuwa ukiuishia. Unaijua tabia ambayo labda hata imekuwa sugu katika maisha yako. Unajua, haina haja nikwambie, unajijua. Kama ni masengenyo wewe unajua. Kama ni uchoyo wewe unajua. Kama ni wivu wewe unajua. Kama ni wizi wewe unajua. Kama ni uzinzi wewe unajua. Kama ni washerati wewe unajua. Tatamani kuyapata mema mbele za Mungu, lakini hatujafanana na yeye. Hatujafanana na yeye. Tafakari maisha yako mchana wa leo. Unapoenda mbele za Bwana, mwambie Bwana akusaidie. Kila ambacho kimeonekana kuwa pingamizi katika maisha yako, Mungu akupe nguvu na kuwezeshe kukishinda, ili kwamba akaweze kutukuzwa katika maisha yako na katika safari ambayo iko mbele yako ya wokovu.